Yesu asifiwe kanisa. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema yake alionipa tena kusimama tena mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon ambaye anayesimama katika huduma ya Mlima Moria Minutes. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa majina yangu naitwa Paulo Steven, ni mtumishi wa Mungu katika huduma ya Mlima Moria Minutes. Niko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nina kila sababu namshukuru Mungu kwa neema yake alionipa tena kusimama tena siku ya leo. Na pia mtumishi wa Mungu anawashukuru wale wote ambao mnaungana katika channel ya Gideon Online TV, ambaye anawashukuru sana kwa wote ambao mnashirikiana. Channel yetu ina vipindi mbalimbali. Wewe unaye simu ambayo simewekwa mkononi, unaweza ukachukua ukafungua YouTube, utakutana na vipindi vizuri sana ambavyo vinaweza kukusaidia katika maisha mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunawakaribisha sana katika huduma ya Mlima Moria, iko mkoani Kilimanjaro. Kwa wale wote ambao mnaotokea kule Rombo, Same, kwenye mikoa mbalimbali, ukifika stendi kuu ya mkoa wa Kilimanjaro, kuna usafiri ambao unaweza ukachukua. Kuna haisi, kuna bajaji, kuna pikipiki. Ukifika katika kituo cha Mashineni, maili 6 kwa msafiri, mbele yake karibu opposite na sheli ya PM, basi utaona kibao upande wa chini, utaona huduma ya Mlima Moria Minutes. Tunawakaribisha sana kwa wale ambao mnaotokea Arusha, kule Babati, Singida, wapi, tunawakaribisha sana katika huduma yetu ya Mlima Moria. Njooni muone Yesu anatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kichwa cha somo kinatuambia mpe Mungu moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu gani tunazungumza hivyo? Umkabidhi Mungu katika maisha mwako, hajalishi unapita katika changamoto namna gani, lakini katika maisha yako mtumainie Mungu, naye atakuokoa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuombe kwa ajili ya neno la siku ya leo, ambalo tukamwalike Roho Mtakatifu naye akatufundishe katika neno la leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu leo hai, asante Baba kwa neema yako hii uliyoachilia tena kwa ajili ya siku mpya hii ya leo ya mwezi wa 6, mfalme wa amani. Tunakushukuru mno kwa neema yako ya ajabu na kibali uliyoachilia tena kwa ajili ya siku ya leo Bwana. Tunakualika Roho yako Mtakatifu ukatamalaki siku ya leo Bwana, na ukaseme na watoto wako waliokusudia wako tayari kulisikia neno lako Bwana. Naomba sema nao kwa lugha nyepesi. Neema yako Bwana ikawafungulie kwa wale wote, neema yako iwaokoe na kuwafungulia katika masikio yao ndani, asipate adui yeyote, shetani mwovu kuinuka wala kuzuia ili kutopotosha, ili watu wasiamini neno la Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunanyamazisha kila mamlaka za mapepo na majini, Lucifer na jeshi lake tunamnyamazisha katika jina la Yesu, ambaye anayepofusha fikra za watu kuwakamata ili wasipate kumwamini neno la Bwana. Katika jina la Yesu, achia fahamu za watu, achia masikio ya watu, achia masikio ya watumishi wa Mungu. Katika jina la Yesu, achia nafsi zao, achia ufahamu wao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu tamalaki mahali hapa, tamalaki katika taifa, tamalaki katika anga la mahali hapa, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru nikisema amen. Wote tumshangilie Bwana. Kwa wale wote mnaonitazama, basi wewe ulioko nyumbani, ulioko sehemu mbalimbali, basi chukua Biblia yako, chukua daftari lako. Neno la Mungu ni mbegu, neno la Mungu ni silaha. Usiende vitani pasipokuwa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda, neno letu linatoka kwenye kitabu cha Mika 7 mstari wa 8. Kitabu cha Mika 7 mstari wa 8. Basi Biblia inasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngoja Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo nitasimama tena, niangukapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno la Bwana latufundisha mchana huu wa leo, latuambia
lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wangu, Mungu wa wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe, naye atanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Bwana latuambia kwamba haijalishi unapita katika changamoto namna gani, katika mapito, Biblia inatuambia tumngoje Bwana. Tumngoje kwa namna gani? Tuwe na imani ya kumwamini katika unayemtegemea. Haijalishi yamkini unapita katika jaribu, unapita katika changamoto, unapita katika adha mbalimbali, lakini neno la Bwana la tuambia kwamba mtazamie Bwana, naye atamngoja Bwana, Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu naye atanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunapopita katika jaribu, lazima tumwamini kwamba yuko Mungu ambaye anayeweza kukuponya, anayeweza kukuokoa, anayeweza kukutoa katika mahali ambapo umekwama, pale mahali ambapo umeanguka, pale mahali ambapo umeteleza, lakini yuko Mungu anayeweza kukuokoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni mradi tu uwe na uvumilivu, kwa sababu Mungu anajibu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Anajibu kwa wakati wake na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu sio mwanadamu, yeye sio mganga anayekupa majibu sahihi hiyo, lakini ukiwa na imani, ukimtumainia katika moyo wako, ukiweka ndani yake, katika mawazo yake, ukimuishia yeye, naye Mungu atakuokoa, atakuponya katika mapito unayopitia, atakuponya katika magonjwa ambayo unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wako ambao wanaokudharau, haijalishi wako ambao wanaokutukana, wamekufurahia msiba wako, lakini lazima umwamini Mungu aliye hai, anayeweza kukuinua tena katika hapo umelala hapo kitandani, ambao unaopita katika mahali pagumu, aidha kwenye ndoa, aidha kwa watoto, aidha kwenye biashara, lakini lazima uamini kwamba Mungu anaweza kukuinua tena. Usikate tamaa. Watu wengine wanaishia njiani kwa ajili ya kukata tamaa, wanaona kwamba Mungu hawezi kujibu, lakini haijalishi kwamba jaribu unalopitia, sio kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe, ni kwa sababu hili nini? Kuikamilisha, ili utukufu wa Bwana ukapate kujidhihirisha juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Maadui zako watajuaje kwamba yuko Mungu unayemtumikia? Watesi na maadui ambao wanaokusudia mabaya, wanaokuwazia mabaya, watajuaje ya kwamba yuko Mungu ambaye unayemtumikia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima umwamini Mungu ya kwamba yeye ni mweza yote, kwa sababu kila unaloliomba ukiamini kwamba naye Mungu anasikia, ukiomba kwa imani naye Mungu anasikia. Kwa hiyo tunapopita katika changamoto, mtazame Yesu, muangalie kwamba yeye ni mweza yote. Usiangalie lile jaribu, weka jaribu chini, muinue Yesu Kristo, mwambie yeye anaweza kila kitu. Unaweza kukuvusha katika mto huu, anaweza kukuvusha katika bahari hii, anaweza kukuvusha katika jaribu ile ambalo unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 anasema, usifurahie juu yangu adui yangu, niangukapo nitasimama tena, niangukapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wako maadui saizi wanakuchekelea kwa kwamba umefukuzwa kazi. Wako maadui wanakuona kwamba unapopita katika mahali pagumu, aidha wananyosha watoto wako vidole, wanaona kwamba watoto wako wamekuwa walevi, wanaona kwamba unapopita, unapoumwa, wanaona kwamba wewe unateseka, lakini wako wengine wanaofurahia. Lakini Biblia inatuambia kwamba ewe adui, usifurahie msiba wa mtu, usifurahie matatizo ya mtu. Hakika kwamba yuko Mungu ambaye anaweza kumuinua tena, anaweza kumketisha mahali pa juu. Haijalishi wako maadui, haijalishi wako wachawi, haijalishi wako waganga, wako watesi na maadui ambao wanaokufuatilia, wanaokuwazia mambo mabaya, yamkini wanaleta makwazo juu ya biashara yako, juu ya ndoa yako, juu ya majirani ambao wanainuka kwa ajili yako. Lakini watu wa Mungu, usiwatazame, muangalie Yesu naye atakutetea. Mtazamie yeye naye atakutetea. Yaani mtetee Yesu, maana yake yeye atakutetea, atakushindia vita, atakupigania dhidi ya maadui zake, kwa sababu Biblia inasema ukimwamini tu na atakuwa adui wa maadui zako wanaokutesa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni lazima tu moyo wako ujue kwamba unamwamini nani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Ni lazima ujue kwamba unayemwamini ni nani. Ukijua kwamba ni nani unayemtegemea, ni nani mwenye ambao unayemtegemea, ana nguvu namna gani, ambaye ana mamlaka namna gani, ambaye ni yeye aliumba mbingu na nchi, aliumba vitu vyote katika dunia hii ya sasa, aliumba katika bahari na mito, aliumba vitu vyote. Ukimwamini ya kwamba hutamtazama mwanadamu, hutamwangalia adui, hutaangalia kwamba nani amesema, utamwangalia Mungu aliye hai, kwa sababu yeye ndiye anayejua kesho yako, kwa sababu yeye ndiye anayejua kulala kwako, kwa sababu ndiye anayejua kutoka kwako, kwa sababu yeye ndiye anayejua kurudi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, usimwangalie adui, wewe mtazamie Yesu Kristo. Hakika yeye ataikuinua maisha yako, hakika yeye ataenda kukufuta machozi. Haijalishi watu wamekufanya wewe unalia. Kuanzia sasa, mama ulioko hapo nyumbani, kuanzia baba ulioko hapo nyumbani, kuanzia baba ulioko hapo kazini, unapita changamoto katika za kibiashara au katika ofisini au kwenye taasisi mbalimbali, ambao wanakusingizia kila mambo, yamkini ambao wanataka ufukuzwe kazi, lakini nataka kuambia muangalie Yesu, naye ataenda kurejesha kazi yako tena. Muangalie Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Hakika Bwana anaenda kukufuta machozi. Haijalishi nikutamkia wewe mama kwamba wewe ni tasa, hautapakata tena mtoto, lakini ukimtazamia huyu Yesu, hakika Bwana ataenda kuachilia tena mtoto ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi ni kuwa na imani tu. Amina. Basi tufungue tena Zaburi. Zaburi ya 37 mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini yeye, naye atafanya. Atajitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama dhuhuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi anatuambia kwamba, anakuambia na umkabidhi Bwana katika njia zako unazopita, katika majaribu yako, wewe mkabidhi Bwana. Maana Bwana anasema kwamba, Daudi anasema kwamba vita si vya kwako, vita ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Bwana linatuambia kwamba na umkabidhi Bwana njia yako, naye atafanya. Kwa hiyo ukimkabidhi Mungu katika teso ulio nalo, katika ugonjwa ulio nao, iwe ni presha, iwe ni sukari, iwe ni uvindo, ukimkabidhi Bwana, naye Bwana majeshi anaingia ndani yako. Maana yake anakausha ugonjwa ulioko ndani yako, anakausha mateso yote aliyotumwa ndani yako. Hata kama unasumbuliwa na mapepo, hata kama unasumbuliwa na roho za majini, hata kama unasumbuliwa na roho za maruani, hata kama unasumbuliwa na mapepo na majini, wachana waganga, hakika ukimkabidhi Bwana katika maisha yako, ukimkabidhi Bwana katika maisha yako, naye Bwana anaingilia kati. Maana yake kwamba anapigana vita zaidi ya maadui zako unayowafahamu na wengine ambao wajui, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, usitembee mwenyewe tu, tembea na Yesu Kristo, naye atakupigania, atakushindia zaidi ya maadui zako, atakupigania zaidi ya wachana mapepo na nguvu za giza. Haijalishi hata kama ni wakuu wa ukoo wamejipanga namna gani, lakini Biblia inasema kwamba wewe mkabidhi Bwana njia zako. Unapotoka pale nyumbani kwako, mkabidhi Bwana, mwambie Bwana, twende wawili kwenye biashara, twende wawili kwenye kazi, twende wawili kwenye mahali popote ambapo Bwana atakutangulia. Haijalishi hata kama unaingia kwenye usafiri wako, mwambie Yesu, tangulia wewe kwanza. Maana yake fanyika kwa wewe dereva wangu, maana yake mimi ni chombo tu, mimi ni chombo chako tu. Wewe kamata stelingi, kamata matairi, na Bwana majeshi ataenda pamoja na wewe. Maana yake haijalishi kwamba pale kazini watainua vita, maana yake Bwana majeshi, kwa sababu umemwambia Bwana twende wawili, maana yake Bwana anakuwa ni mtetezi wako, Bwana anakuwa ni mfadhili wako pale kazini, Bwana atakuwa ni mfadhili wako kwenye biashara yako, Bwana atakuwa ni mfadhili kwenye ndoa yako, kwa sababu umemuita Bwana, na anaenda kusimama kwenye nyumba yako, anaenda kusimama kwenye biashara yako, anaenda kusimama kwenye kazi yako, anaenda kusimama kwenye kampuni yako, kwa sababu umesema umemkabidhi, na atasimama, kwa sababu
sababu yeye sio mwanadamu hata aseme uongo. Atasimama pamoja na wewe, atakushika kwa mkono wake wa haki yake, akikwambia usiogope. Haijalishi uko maadui watapiga kelele, wataongea sana, watakuona kwamba umepotea, lakini Bwana majeshi yuko pamoja na wewe, anakushindia. Ghafla wakiinuka watesi na maadui wakisema kwamba leo utafukuzwa kazi, watafukuzwa wao. Dada uliko hapo kazini, mama uliko kazini, baba uliko, usiogope. Tumainia Yesu Kristo na atakuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi wako nguvu za giza nyainuka, wamekusukumia magonjwa, wamekulazimishia magonjwa, lakini Yesu Kristo ukimtumainia na anaenda kukuponya katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtumainie yeye atafanya. Mstari wa 6 anasema atajitokeza na haki yako kama nuru. Bwana Yesu asifiwe. Anasema pale mahali ambapo yamkini umekata tamaa, umeona kwamba hapa nimechoka, pale mahali ambapo umeona kwamba hapa tena siwezi, lakini Bwana majeshi amesema kwamba yeye kwamba atajitokeza kwa haki yake na kwa nguvu zake. Maana yake yeye kwamba atawapiga maadui zako, atawasambaratisha maadui zako, kama jinsi yeye Bwana majeshi aliwakamata jeshi la Farao akawadumbukiza kwenye bahari ya Shamu, naye kwamba wana wa Israeli wakaweza kupita. Watajua kwamba yuko Mungu ambaye unayemtumikia, watajua yuko Bwana majeshi ambaye unayemuita usiku na mchana kila itopo leo. Maana yake waliokudharau, maana yake wao wanaenda kurudishwa nyuma, na wewe utaenda kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wa Mungu, usiogope kwa sababu Bwana majeshi amesema atajitokeza kwa haki yake. Wewe kaa chini ya mkono wa Bwana, kaa chini ya mretemu wa Bwana, maana yake Bwana naye atajitokeza kwako pale mahali ambapo umechoka. Maadui wamekuona wewe haustahili kuishi tena, lakini Bwana majeshi atakata rufaa, ataenda kukuinua tena, ataenda kukiketesha mahali pa juu palipoinuka. Haijalishi kwamba nimekushusha kazini, wamekushusha cheo, lakini Bwana majeshi ghafla ataenda kukupandisha tena cheo. Haijalishi kwenye biashara yako wamekuandika mwisho wa kumiliki 100,000 tu, lakini Bwana mabwana amesema kwamba atajitokeza na kwenda kukuinua tena na kuketisha na kukupa tena mamilioni ya hela. Cha msingi nini? Ni kumwamini huyu Yesu. Ukimwamini tu na anaingia ndani yako, anafanya makao. Maana yake nini? Anakukumbatia, anakushika kwa mkono wake wa haki yake. Maana yake nini? Huyo ni mtenda haki, huyo ni mtu ambao wa kutenda mambo mema. Ukiwa ni mtenda wa mambo, kutenda mambo mema, ambao kwamba wewe sio mtu wa kushindana. Maana yake kwamba nini? Kushindana kwako sio juu ya mapepo na mabaya, bali katika ulimwengu wa roho, kama jinsi Biblia inavyosema kwenye kile kitabu wa Efeso 6 mstari wa 11. Maana anasema hatimaye uzidi kuwa hodari katika Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kushindana kwetu sio na damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Anasema nami nitakuvika dira yangu, nami ndio anasema atakufunga mshipi, atakutia nguvu. Maana yake anasema atakupa chepeo. Maana yake chepeo ni neno la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mahali utakaposimama, mwambie Bwana nitetee, Bwana nipiganie. Ukimwita, amesema kwenye Yoeli 2:32, anasema kila atakayeliitia jina langu nami nitamponya kwa jina la Yesu. Maana ukimwita Bwana na anaonekana kwako. Ukimwita Bwana kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwa watoto wako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, naye Bwana majeshi anaonekana kwako mama, anaonekana kwako baba, anaonekana kwako kijana, anaonekana kwako. Acha mambo ya ulevi. Haijalishi uko wachana waganga wameharibu watoto wako, wamekamata fahamu za watoto wako, lakini Bwana majeshi, haijalishi umerudisha watoto wako nyuma wakasema kwamba watakuwa sifuri, lakini Bwana ukimtegemea huyu Mungu, hakika Yehova anaenda sasa kukurudisha fahamu za watoto wako. Hakika ziliochukuliwa ambazo zimefichwa, yeye anaenda kuzirudisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo cha msingi watu wa Mungu, tumwamini huyu Yesu. Yesu wa Mlima Moria anatenda kazi. Yeye ni katapila, zaidi ya katapila. Yale ambayo ameshindikana kwa wanadamu, yeye anatindua. Maana kama yeye Yesu aliweza kutindua maji, akaweza kutindua maji, haleluya, kwenye miamba na maji yakatoka, kwa nini asiweze kutindua ugonjwa? Kama huyu Yesu huyu ndiye aliyemponya yule kiwete, alikuwa anangojea sadaka. Je, mama, huyu Yesu sio huyu aliyemponya? Hata wewe unaweza kuponya ukimwamini tu. Cha msingi ni kuwa na imani. Mwamini Yesu.
Kila mahali muamini Yesu. Unaposimama amesema kila mahali utakapokanyaga nitakuwa pamoja na wewe, si nitakuacha hata mguu wako usogezwe. Kwa nini sasa unakata tamaa? Kwa nini unakuta na mtu anakuambia twende kwa mganga, unamwacha Yesu unasema ngoja nikajaribu? Hapana, Yesu wetu hajaribiwi, wala Yesu wetu hakopwi. Haleluya. Cha msingi tu simama katika mstari, simama katika njia kuu, nenda kaulize habari ambazo za wazee wetu na mababa zetu, waulize habari ya kwenda njia njema ni ipi, ambayo njia njema ni ya Yesu Kristo tu ya kumkimbilia, kwa sababu yanasema ukimkimbilia uzima uungali ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi hilo ni neno la Bwana. Watu wa Mungu, ulioko hapo nyumbani, hospitalini, mahali popote, shika tu mahali ambapo panapouma. Hata kama wamesema kwamba yamkini ni mama mjamzito, wamesema kwamba eti wewe ni wakufanyia operation, eti wamesema kwamba wewe ni wakufanyia operation, lakini hakuna umbali juu ya maombi. Hata kama huko Mwanza, hata kama huko Dar es Salaam, hata kama huko kule Njombe, hata kama huko Mbeya, lakini hakuna umbali juu ya maombi. Yesu Kristo huko anakuponya. Cha msingi tu muamini Yesu Kristo. Shika mahali ambapo anauma tu. Hata kama una magonjwa ya kifua kikuu, hata kama una TB, hata kama ni operation, Yesu anaenda kufuta kwa jina la Yesu. Cha msingi tu shika mahali ambapo panapokuuma, mtu wa Mungu, tukaombe pamoja na wewe, na Yesu Kristo anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai. Asante Baba kwa watoto wako Baba, kwa neema ya ajabu ambayo Mungu wamesikia neno lako Mfalme, wamesikia neno lako. Yamkini Jehova walikuwa wamekata tamaa, walipoanguka kwenye giza tena wakaona kwamba hawaoni tena njia, lakini wewe Yesu Kristo ambao wewe ndio nuru yetu, ambao ndio nuru katika mama huyo Bwana, ambao yamkini mama huyo ameona kwamba amechoka, hana msaada, yamkini yuko hapo hospitalini, yamkini yuko hapo kazini, yamkini yuko hapo nyumbani, ambao hana msaada, hana kumweleza teso lake. Lakini majira haya Yesu Kristo Bwana, kwa kupitia neema yako, kwa kupitia neno lako, ninaomba sasa katika jina la Yesu, kwenye hilo giza la mauti, kwenye hilo giza la mauti walipomweka, yamkini wamemweka kwenye, wamemficha kwenye makaburi, wamemficha kwenye makaburi, wamemficha kwenye mapango, wamemficha kwenye kichaka, mahali popote Yesu, nasema katika jina la Yesu, naondoa hilo giza la mauti juu ya mama huyo, juu ya dada huyo. Eti wakasema dada huyo haruhusi kuolewa, eti mama huyo haruhusi kupakata, wakasema Bwana haruhusi kupakata. Nami nasema katika jina la Yesu, nagusa tumbo lake, nasema nagusa tumbo lake, haijalishi wamefunga na kamba, wamefunga na mafuno, nasema nakata hizo kamba, nasema nakata hizo kamba katika jina la Yesu Kristo, nakata hizo kamba, kamba zote walizomfunga wachana waganga, kamba zote walizofungwa na za wakuu wa ukoo, hiyo ni za mapepo na majini, hata kama ni nuswa. Sikia neno la Kristo sasa katika jina la Yesu, nakata hizo kamba sasa, ili mama huyu akapate kuwa huru, ili baba huyu akapate kuwa huru, ili kijana huyu akapate kuwa huru, ili baba huyu akapate kuwa huru katika jina la Yesu. Kamba zote za mauti ambazo zimemzunguka, haijalishi Bwana, wameweka uvimbe juu ya tumbo la mama huyo, eti wamempandikiza uvimbe, wakasema Bwana haruhusi kupakata mtoto. Yamkini wako wachawi, yamkini wako waganga, hata kama ni wakuu wa ukoo, nasema na wapia kibao kwa jina la Yesu. Aachia tumbo la mama huyo, aachia tumbo la mama huyo, akapakata mtoto, akapakata mtoto katika jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo Bwana, wakumbuke mama hao kama jinsi wakumbuka, ulimkumbuka Dorcas Mesia. Bwana ukamkumbuke mama huyo pale mahali ambapo anapopita katika changamoto, kwenye ndoa yake, kwenye maisha yake, yamkini katika upatikaji wa mtoto Yesu. Bwana ukamtendea Yesu kama jinsi ulimkumbuka Ana. Bwana wa majeshi ukamkumbuke Mfalme katika jina la Yesu. Hata baba huyo Bwana anapopita katika changamoto, Yesu Kristo mwana wa Daudi, Bwana ukamuinue tena, ukamuinue tena. Haijalishi Bwana wameweka giza mbele yake, Bwana majeshi ukafanyike kuwa nuru katikati yake, ukafanyike nuru. Magonjwa yote yanayotumwa kwake, roho zote za mauti na ziangamiza kwa moto na damu ya Yesu, na tuma damu ya Yesu, na angamiza roho zote katika jina la Yesu. Wewe Lucifer na jeshi lako, aachia mama huyo, mwachie dada huyo, mwachie baba huyo, aachia tumbo lake, aachia fahamu zake, aachia kifua chake, magonjwa yote yaondoke. Nasema kwa jina la Yesu. Biblia inasema Bwana, kila atakayeliitia jina lako nao tena kuwaponya, ukawaponya wote Bwana, wenye matatizo mbalimbali, wenye magonjwa
magonjwa mbalimbali wakapone kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu na kausha huo uvimbe, na kausha huo uvimbe, magonjwa yote ya TB, magonjwa ya kifua kikuu, na yakausha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa hai, pokea kwa jina la Yesu na uwe mzima katika jina la Yesu, amen. Basi watu wa Mungu, hiyo tunawakaribisha sana katika huduma yetu ya siku ya Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Tunawakaribisha sana. Kama kuna namba za simu zinazopita kwenye skrini yako, unayohitaji huduma kana mbalimbali kuchangia huduma, basi tunakukaribisha kazini. Mimi na wewe tunaweza kuisongesha mbele. Pokea kwa jina la Yesu, kwa imani yako ukapate kuponya kwa jina la Yesu, amen.